Radio Domus 99.9 FM. Alright, bila shaka msaji wangu karibu basi katika nafasi nyingine basi ya kipindi cha The Morning Side asubuhi ya leo. Ni asubuhi njema tena sana ambayo kwamba tunajumuika nawe msikilizaji wangu kuanzia mida hii ya saa 3:18 na kama jinsi tulivyokuwa tukizungumza na wewe siku ya leo basi na wageni hapa ambao kwamba washaweza kufika studioni. Tuko naye Bi Mapenzi, naomba basi ukiweze kusalimia wananchi. Nadhani wasikilizaji wako sawa leo, wale ambao wanatutazama. Naam. Shukrani kwa siku ya leo. Naam. Tunashukuru kwa mvua inayokuja na kwa afya. Alright. Na tuko naye mzee wetu Bwana Toronto. Nashukuru. Hakika nashukuru. Na tuko naye Bwana Kara. Wasikilizaji natumai mko wazima. Yes. Tuko naye Bwana Ali. Nashukuru. Tuko ndani ya mjengo. Masuala ni mengi. Na pia tuko naye mheshimiwa wetu Bwana Njogu ambaye kwamba yupo nasi hapa. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana, nasalimia watu wote. Mjambo. Hatujambo. Alright, bila shaka mzaji wangu siku leo tunataka kuzungumzia hoja kubwa tena sana, hoja la maji ambalo kwamba limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wananchi. Na basi bila shaka tuko na wadau hawa ambao kwamba tuko nao siku leo. Kidogo tu basi tutakuwa nazidi kuangazia ni jinsi gani ambayo kwamba tunaweza basi kabiliana na masuala haya ya ukosefu wa maji katika eneo letu. Basi tukiweza kuanza na mheshimiwa wetu Bwana Martin Njogu Kimemia ambaye kwamba tuko naye pia mjengoni. Je, mheshimiwa, je kuna zile ama kuna ile pesa yoyote ambayo kwamba imeweza kutengewa miradi ya maji katika eneo hili la Ololua? Je, kuna ile pesa yoyote ambayo kwamba imeweza kutengewa mradi wa maji haswa katika eneo hili letu la Ololua? Asante sana mtangazaji, na nashukuru sana kwa sababu hiyo hoja ambayo tumekuwa nayo, mambo ya kutokuwa na maji area yetu sana ya Borbon. Na nashukuru sana kusikia kuna Mapenzi Mbaya, kuna Kahara, kuna Hassan, mko pamoja na wao kwa sababu wamekuwa watu wa msaada sana. Na sisi waliweza kuleta kuna jina ambao walileta na tukakuwa na kikao na tukaangazia mambo hayo ya maji. Na ikakuwa kwamba kweli shida iko na tumekuwa nayo karibu ya miaka 2. Na tulipozungumza na wakaandika petition ambayo walileta kwa ofisi, ingine ikaenda kwa governor, ingine ikaenda kwa Lolaita. Na kama tumeanza kuona matunda. Na mimi mwenyewe nikachukua hatua, nikaita watu wa Borbon, nikawaambia sasa kama hatuwezi kusaidiwa na Lolaita, tujisaidie. Na tukakuwa tuko na hiyo mkataba. Na tulikuwa tutoa 3,000, lakini bahati nzuri kukakuwa naye governor amesikia kilio. Na akasema kwamba pipe zote zile zinatakikana zikanunuliwa. Na ninapozungumza saa hii pipe ziko kwa ofisi ya Ololaita already. Hizo kama hiyo kazi itaanza mara moja. Alright. Hiyo kwa hivyo ni kusema within another 2 weeks watakuwa sasa kumechimbwa, ama watajua vile wataweza kuchimba, kwa sababu niliwaambia sasa hiyo ni kazi yao. Wafanye wamalizie. Kwa hivyo tuko na hiyo mambo ya upande ya Tosheka, mambo ya Gishagi, yote itakuwa tu imeangaliwa. Ile maji nyingine ambayo nilikuwa nimesema iko kwa IP ambao tulikuwa tumesema tu imepotea tu ni stima haijawekwa. Naye jana niliweza kuongea na contractor na watu wa haki. Na wametuma mtu wa stima ni kuja tu kufix. Na niliweza kuzungumza sasa na watu wa Lolaita. Ndio sasa waje wafanye zile tulikuwa tumeambiana kwamba zile pipes za zamani zile za Gishagi ndani hiyo maji iweze sasa kudirectiwa. Na wale wengine ambao sasa hawatakuwa na maji tuko na hizo kioski 2 ambao tutapeana maji for free. For mpaka December. Kwa hivyo ni kuona ni kama hiyo matatizo ya maji itakuwa imepungua. Although bado tuko na maji ambayo iko hapa kwa uwanja ambao bado Kajiado County haijaweza kututolea pesa. Kwa hivyo haijaweza kuweka tank, kuweka pump.
So naendelea kuomba kwamba hiyo tuweze kumaliziwa. Naam. Hiyo nilikuwa tumetenga pesa kitambo sana, na bado nitaendelea kusukumana. Kwa hivyo tukiwa hapo, Naam. mimi naona kama ile maombi tulikuwa tumeomba imeweza kujibiwa. Kwa hivyo within 2 weeks watu wote sasa ni mambo ya maji itakuwa imeisha. Shukrani tena sana kiongozi, na maybe bi mapenzi jinsi ambayo kwamba kiongozi alivyosema kwamba wiki 2 zijazo huenda basi tatizo hili la maji likiweze angalau kuweza kuangaziwa. Je, ni nini haswa ambayo kwamba kinapaswa kufanywa ili kuweza kuhakikisha kwamba uhaba wa maji katika eneo hili tunalisahau? Kwanza ningependa kuuliza kwanza shida ya maji huwa ni wapi? Tuko na uhaba ya maji kwa sababu tumechimba boreholes na hazifiki, ama uhaba ya maji ni kwa vile hatuna boreholes, ama uhaba wa maji unatokea wapi? Kwa sababu kama ni boreholes hazitoshi, kwa sababu MCA alikuwa ametuambia kwa mkutano mwingine, kuna boreholes ambazo zimechimbwa, kuna zile ambazo zinafikisha capacity ambayo inaweza saidia, kuna zile ambazo bado. Kama ni shida ya kutofikia kiwango cha maji ambacho kinahitajika, labda hiyo ni kitu ambacho kinafaa kuangaliwa. Kama ni access, ndio inaweza kuwa ni maji iko, alafu access ndio hakuna. Hiyo maneno ya access ndio inafaa kuangaliwa, kwa sababu pia kila tunapochimba borehole pia tunafaa kuangalia tunataka kuwa tukichukua maji kutoka kiosk, kama tungetaka pia tupate maji kwa manyumba kwa pipes. So pia hii access ya hii maji ni kitu ambayo pia inafaa kuangaliwa. So inategemea uhaba wa maji unatokana na nini. Alright. Shukrani tena sana. Maybe Bwana Kara, kama mmoja wa vijana ambaye kwamba unajihusisha sana masuala ya teknolojia, maybe unaona ni wapi ambaye kwamba ni kipi ambacho kwamba tunafaa kukifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba masuala ya maji ama ile wanasema kwamba maji inapatikana kwa urahisi sana katika eneo hili la Kajiado Kaskazini? Nashukuru Bwana MCA amesukuma mpaka mahali tuko. Na kama raia wangetokea, hata MCA angekuwa na nguvu ya kusukuma. Kiteknolojia, ndauliza watu, kunanyesha saa hii, maji ya mvua inaenda wapi? Ukakuwa na tangi yako, at least unaweza harvest water. We should also think of alternative ways of having water. Kuna anaitwa Senator wa Matangi. Senator wa Matangi alipewa hiyo jina juu alipea watu matangi for water harvesting. Using that technology. Technology si computer peke yake. Pia ni venye unatumia vitu. If we could have past tanks at our homes, at least we would harvest the water that is coming from our roof. Even the roof that we put, tunafaa kuangalia ni roof gani tunaweka ndio tuweze harvest the water that is coming. These are the technologies that are there. In addition, everyone in terms of water issue, water should not be an issue. Let us use the resources that we have. Yes. Alright. Technology ya stima tunataka tuondoke, tutumie solar. Juu bili na pandaga. MD wa Ololaisa Water alisema the biggest problem ako nayo ni bili ya stima. That is why they are coming back to solar energy for the purpose of kukata hiyo bili ya stima. Yes. Alright. Kwa kweli pia ambaye kwamba uko nyumbani, kumbuka unatutazama kupitia Watu wa Ngong TV, na wewe ambaye kwamba unatusikiliza kupitia mitabeni ya 99.9. Tuko naye hapa kiongozi wetu Bwana Njogu ambaye kwamba yuko mjengoni. Tuko naye hapa Bi Mapenzi, tuko naye Kara, tuko naye Bwana Toronto, na pia tuko naye Bwana Ali. Bwana Ali, maybe ukiweza kuongeza jinsi ambayo kwamba alivyosema Kara, maybe teknolojia zingine ambazo kwamba tunaweza ziangazia ni gani? Kuna teknolojia tofauti ambazo tunaweza tumia ambazo zinaweza tusaidia. Unajua tuko na kitu kama recycling plant. Tuko na maji mingi sana ya waste, mvua, ya matumizi ya nyumbani. So it's up to the county government kutusaidia kuje na hizo mbinu ambazo zinaweza saidia kwa teknolojia kupunguza hiyo uhaba wa maji. Alright. Kiongozi.
Yes. Maybe wewe kama kiongozi, ni changamoto zipi ambazo kwamba unakabiliana nazo haswa juu ya masuala ya maji katika wodi hii, na maybe wananchi hawafahamu? Najua wananchi maybe anaweza kuwa anasema kwamba tuna maji. Maybe wewe kama kiongozi kuna zile changamoto ambazo kwamba unazipitia haswa kutokana basi na masuala ya maji katika wodi hii ya Ololua. Ni changamoto gani hizo? Asante sana. Kwanza mimi nataka kupeana kama ni ripoti ya kwamba tukiweza, kwa sababu kama Borbor tuko na mambo maji, tuko nayo ya kutosha. Tuko na ugo liko hapo town ambayo iko na maji 8 cubic meters. Tuko na ingine iko kwa shule imetoa 12 cubic meters. Tumechimba ingine pale chini pale chini kwa SGR ambayo inatoa 22 cubic meters. Tuko na uwanja ile ya Bulbul ambayo tumeichimba, tuna naye iko na almost 28 cubic, na hii ambayo tumechimba kwa FPC hiyo ndio iko na maji mingi, iko na 42 cubic meters. Na hiyo yote kwa sheria tulipitisha na tukasema hiyo sheria yote all boreholes lazima zikuwe managed by one body ambao ndio Ololaiser. And it comes to Ololaiser now it becomes private. Sasa shida zao za Ololaiser ndio hizo zinaanza kuwa wao management yao ndio imetuletea hiyo shida yote. Kwa sababu kama wangekuwa wa manage vizuri maji tuko naye, tungekuwa sasa tungekuwa tunaulizana kwa nini hatuna maji. Hiyo maji zina kupatia watu wote wa Borbor na tunapatia mpaka Borbor B, na hiyo shida yote tuseme ya Borbor itakuwa imeisha. Ile nyingine ambayo tuko naye shida ni Kirarapona. Wakati mshipa ya huko SGR iliguzwa na ile inatupatiana Kirarapona, tulikuwa na water body tukiwa na Oreporos, tukiwa na Kibiko, tukiwa na Kirarapona na maji ikakuwa inapungua. Sasa tunangojeaga hata masaa 2 ndio maji ijae tena ipigwe kwa sababu iliguzwa. Lakini sasa kuna maji, mimi huwa naambia serikali yetu ya county na nimeandika mpaka hiyo proposal mpaka kwa the water na nimeleta wao mpaka waziri waone pahali inaitwa Gateway. Gateway tukiweza kuweka damu hapo hata tutahitaji boho vingine, hiyo itapatia Ngong yote, itapatia Ololua yote. Ile ingine haya nitaja ni mambo ya Oreporos. Oreporos tuliweza kuchimba maji 2015 na hata wa leo kuna shamba ho tulikuwa tumeweka mpaka pesa ambao haijailipwa. Kwa hivyo tukasema hatuwezi, hata kama contractors wamepatiwa wa kuweka hamwezi kuweka kwa watu wengine kama hamjalipa, hiyo ni kudhulumu mtu kabisa. Kwa hivyo tukasema lazima kwanza hiyo shamba ilipwe na gavana wetu amekuja na akaahidi na mimi nimekuwa nikifuata. Kwa hivyo hiyo kwanza hiyo ya Oreporos ni changamoto kubwa sana kwa sababu hiyo ni maji ya community na wanajua ni pesa yao ilitumika kwa sababu tuliweka 9 million kabisa. Ilikuwa tununue 3.5 ya shamba tuweze sasa hiyo nyingine iweze kuweka tank, kuweka machine. Nilikuwa nimeona hapo ingekuwa hata pazuri sana tukiweza kununua hiyo shamba kwa sababu Oreporos is on a place ambao haina public land. Tulikuwa tunaona tukiwa tunasaidiana na Mheshimiwa Manji tunaweza ongezea pahali na tukaweza kujenga nursery na tuka extend hata police post ya Oreporos. So changamoto yangu ile nimekuwa naye ni pesa kuwa kulikuwa released from the county ije imalize miradi hiyo na hiyo ingine ni Ololaiser themselves. So wale tuko nazo za kutosha. Wao unakuta hata kuna wakati ati tunakatiwa stima na maji tunalipa. Tukikunywa maji huwa tunalipa insane kabisa. Lakini unakuta ati tunaweza kadibika ati wamekatiwa. Hiyo inatakiwa kuwa an excuse to us. Kwa sababu ile kitu sisi tunahitaji ni services yao ambao it has been very poor. Kwa hivyo tumesema tungetaka tusaidike na hiyo njia. Alright.
Pia wewe msikilizaji wangu unaweza piga simu. Kuna wale wadau naona walikuwa wameweza kupiga simu. Kumbuka 0705 42 45 87. Unaweza piga simu ukiweza tu kuuliza swali lolote ambalo kwamba utakuwepo nalo. Naona hapa kuna simu hapa linaingia. Yes, hello Radio Domas. Wageni na Yakai na mheshimiwa wetu. Salama tena sana. Mtanjoku sijamsikia siku nyingi. Na hata hajasikia Amina anaongea nini pia Amina. Mimi nalaumu kwanza Lolaisa. Kwa ajili mwenye analipa na mwenye hajalipa wanamweka hali moja. Wanasema ati stima haijalipwa ndio wanakatiwa maji. Mbona walipe stima ya Kenya Power ndio wasaidie watu maji. Kuna mheshimiwa kina nani gavana wametusaidia sana kwa sababu kama maji imechimbwa bora hapo PPA. Na hiyo inatosha Buruburu mzima. Buruburu alhamdulillah tuko na maji. Kwa kuna sehemu hakuna maji karibu mwaka mbili. Na hiyo yote ni shida tu za mapaipu zimetoboka, mapaipu hayajapita vizuri nini. Lakini maji alhamdulillah ikipatikana iko. Lakini Lolaisa wanatunyanyasa. Wanakula pesa ya wenyewe alafu wanasema Kenya Power imekata. Kwa hivyo waambieni waache kukatia kila mtu maji. Wajue makosa mahali iko na makosa ni yao. Kabisa. Na nimewasalimia sana. Nashukuru sana. Alright. Na swali lingine basi litakuwa linamwendea hapa Bi Mapenzi kiweze kutueleza. Kuna swali hapa ni kwamba lilikuwa limeweza kuingia. Bi Mapenzi umeweza kusikia kiongozi akiweza kusema kwamba changamoto kubwa ambayo kwamba wanaliface ni wadau hawa wa Ololaisa ambao kwamba wamepatiwa hiyo majukumu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanasambaza maji katika maeneo haya. Je, ni mabadiliko gani katika basi usimamizi wa maji ambao kwamba unahitajika kufanywa ili basi kuhakikisha kwamba ile usambazaji wa maji unakuwepo pale kwa njia ya urahisi tena sana? Kwanza mimi ningependa kwa sababu hiyo swala nitaichukua ni kama ni management ya Ololaisa. Vile ambavyo wana manage kazi yao na manage maji. Hapo ndipo shida inatokea. Sasa swali itakuwa ni kutoka juu, ni kutoka chini. Kwa sababu naweza angalia inakuwa hapa kwa ground kama tukisema maji haifiki, kama pipes hazifanyi. Unajua kuna vitu zingine ndogo ndogo kama pipe ikikatika inachukua muda gani kutengenezesha pipe. Hiyo si kitu tutasema ati ni kitu ambayo inatoka kutoka juu. Hiyo ni kwa wale ambao wako hapa kwa ground wanafanya kazi. Tuko na ofisi hapa karibu kwa hapa Ngong. Area hii ya ofisi kwa Ngong. Lakini pia sisi kama customers wa Ololaisa wakati tuko na shida tunaweza sema inasuluhishwa in what duration of time. Kwa sababu kuna ile time frame pia tutasema tukireport kesi fulani tunafaa kuwa tumeridhika in a certain space of time. Sasa tukikaa kama saa hii kuna shida ya pipe imekatika alafu tumekaa miaka miwili kwa sababu pipe imekatika, tutaanza kuuliza maswali. Hii bado ilikuwa kutoka hapa chini ama ni kutoka kule juu? Kwa sababu utaniambia ati ofisi nzima ya Ololaisa haikuwa inajua that pipes imekatika. Hiyo haita make sense. So tunakaa tunauliza ni kushughulika, mnashughulika ama kabisa mmeona wacha watu wajipange. Ifike wakati mpaka sisi kama wananchi tunaona heri hata sasa sisi wenyewe tuchange tuanze kujisaidia. Ni kumaanisha imekuwa ni kama ni irrelevant. Kusema tukisema tuko na kampuni ambayo inafanya hii kazi ni kama imekuwa irrelevant. Ili tufike sisi wenyewe tuseme tunataka sasa kujishughulikia kwa sababu tumeona hatuna matumaini pale tena. So shida iko wapi exactly? Sasa hapo ndipo ambapo tunataka kujua shida iko wapi exactly. Ifike wakati mpaka kama wananchi tunasema kwa vile ni kazi yenu lakini tumeona mmeshindwa, acha sisi wenyewe tufanye kazi. Na ukweli ni hii ni kitu ambayo tayari tushalipia. Tumelipa bill. Kila tukitumia maji tunalipa bill. So tukisema tunakosa kulipa bill ya stima kama Ololaisa, hiyo pesa ambayo watu wamekuwa kilipa imekuwa ikienda wapi? Kuna maswali ambayo pia inahitaji majibu. Right. Maybe Bwana Ali ukiweza kuongeza? Sidhani, lakini unajua shida ya maji ni shida kubwa sana. Sasa ni janga kwa sababu kumnyima mtu maji hiyo ni kitu very essential. The littlest the smallest thing unaweza nyima mtu. Na watu wa Bull tuseme Ololua tuseme because we are in the same ward wamekuwa wakipitia hii shida. Na sijui ni speed work gani inatumika kwa sababu ingekuwa na some at least a little bit of urgency
kushughulisha mambo kama hiyo, kwa sababu it's like an outbreak. Watu wana maji na maji, bila maji kila kitu haiwezi endelea. So bidii ile iko pale juu ni gani? Yeah, because wananchi wamecheza part yao. Tumekuwa na forums, tumejaribu kupeleka petitions ziforwardiwe kwa hizo maofisi, but hapo mbele nini inafanyika before mwananchi achukue hatua nyingine. Alright. Bwana Kara, wacha niongezee kitu nilisikia mahali. The MD of Ololaisa Water is an appointee of the governor. Aha. Unaona? So kumtoa ni kutoa governor. If it's management, when we talk about management, it is supposed to be top bottom approach. So if our governor is the one who appointed the MD to service us, tunafaa tumuulize swali. Ndio aulize wafanyakazi wake. Alright. Because mfanyakazi atatuambia mimi nimeajiriwa na mshahara inakam. Whether I work or not. Maybe bwana MCA akiweza kutueleza hayo kama ni kweli ya kwamba tukimtoa yule MD ama kumguza yule MD ni kama kwamba tumemguza gavana. Je, kiongozi unazungumziaje hili swala? Nilikuwa nataka sana tusiingize siasa kwa maji, kwa sababu that is a water body, ni kama kampuni. Na tukianza kuingiza mpaka governor pale, itakuwa sasa tumeingiza siasa. Ni kwa sababu umepatiwa kazi ndio ukiwa MD uweze hiyo ilikuwa imeanguka uyamute ndio tupate the services. Kwa hivyo yangu ile mimi nasema, hata ninaendelea tu, hata huwa namzungumzia MD mtu up his game. Kwa sababu kazi lazima watufanyie. Lakini siku nataka tuwainsight tuseme kama hawatafanya tutafanya hivi. Sisi tunajaribu kuwaambia wao ndio wamepatiwa hiyo nafasi na Mwenyezi Mungu Kabisa. Na sisi hatuoni kazi ile wanafanya kwa sababu hatuna maji. Kwa hivyo wao ni wafanye bidii hadi yote. Sababu ninasikia hata nyingine naona huwa wanajaribu. Wanaingia maofisi hata hiyo ya governor, wanaomba pesa. Unakuta wanapeana excuse, lakini niliwaambia excuse sio hiyo tunakunywa. Kwa sababu ukituambia online ilikuwa imeanguka haina pesa, hiyo ni excuse. Sasa sisi tunataka service. Kwa hivyo hata hiyo ndio bado tutaendelea kuomba na tutaendelea kusisitiza kwamba kama yeye hataweza kutupatia maji, aseme tu ameshindwa, tupate mtu mwingine ambaye ataweza kuingia hapo apate hiyo afanye hiyo kazi. Lakini kwa wakati huu tumpatie muda, kwa sababu si hakuwa na hiyo matatizo wakati hii juzi tumeipata. Na tukiangalia kuko na wakati kama stima na governor akaingilia na wakasema, kwa hivyo wao wajipange wenyewe mapema. Ndio sisi tunataka maji, kwa sababu tuwezi kuishi kama tuna hiyo maji. Right. Tafadhali. Na kuna swali hapo ambalo kwamba kiongozi unaulizwa kuhusiana na ile bohol ambayo kwamba liko pale katika ofisi lako. Okay. Mbona liko katikati ya barabara? Hapana, hiyo kuna kitu ambao watu wanatakana waelewe. Kitambo mtu apatiwe mpaka pahali ya kuchimba hiyo bohol, huwa amepatiwa mabarua zote na kumetembelewa. And that one is a private property. And hiyo ni private bohol. In private inaitwa barabara. Hiyo barabara mpaka shamba ni ya mtu. Kwa sababu hiyo shamba hiyo bohol imeenda kwa shamba peke yake, kwa hiyo shamba yake. Alright. Kwa hivyo hiyo ni shamba ya mtu, ni private bohol. Ni vile anaweza taka kufanya hata na bara yake. Alright. Kwa hivyo maybe watu wajua hako wameweza kuelewa, lakini kwa sasa wameweza kuelewa mbona lile. Hapana, mimi ofisi yangu ni kukomboa, tumekomboa. Kwa hivyo sio hapo hatutaka shukrani tena sana kiongozi, aweza kujibu kwa njia nzuri tena sana. Ni swali ambalo kwa hata mimi mwenyewe sikuwa nimeliona. Nimeweza kuulizwa bali katumiwa picha. Hivyo ndio vile iko.
Lakini basi yule ambaye kwamba ameuliza hilo swali, I hope basi bila shaka ameweza kujibiwa pale na kiongozi kwa kuweza basi kueleza kwamba lile ni borehole ya mtu binafsi na liko katika shamba la mtu, na basi mbali kiongozi pale mahala ambapo kwamba ofisi ipo wao ni kukomboa, wameweza kukomboa. Maybe Bi Mapenzi, je, suluhisho la kudumu kukabiliana na uhaba wa maji katika wodi ni gani? Maybe suluhisho kivyako kama mwananchi kwa wodi hii ya wodi ya Ololua. Sasa tuko katika wodi yetu, nadhani kama vile bwana MC amesema, tuko na maji ya kutosha Ololua. Ile tu yenye inahitajika ni management ya hiyo maji na iweze kuwa imefikia watu vizuri, na kwa sababu ile maji Ololua ni nyingi zaidi, hata watu wa zaidi beyond Ololua wanaweza faidika nayo. So management ya hiyo maji ndio kitu muhimu. Ndio maana nadhani hapo ndipo shida inakuwa, hata tukiongelelea maneno ya Ololaisa, kwa sababu tukisema ni serikali ichukue bado itaanguka kwa mikono ya Ololaisa. Kwa hivyo ni muhimu sana Ololaisa iweze kuwa ionyeshe wananchi that kuwa wanashughulikia na wanaweza handle hiyo workload. Alright, maybe Bwana Ali, suluhisho kivyako ya kudumu katika swala hili. Kabla nikuje kwa suluhisho, ningependa kuuliza kama hiyo kampuni ya Ololaisa, muulize mheshimiwa pale, inaweza pigwa marufuku tu iisha, alafu sisi wenyewe tukuje na structure yetu sisi wenyewe. Hiyo ndio swali ninaweza penda kumuuliza mheshimiwa. Yes. I hope umeweza kusikia swali la Bwana Ali. Sijasikia wata yeye anaongea kwa sauti chini sana. Ningependa kuuliza kama hiyo board ya hiyo maji hiyo kampuni ya Ololaisa, kwa sababu for a very long time, najua 2 years si miaka kidogo, kama inaweza pigwa marufuku hiyo kampuni, alafu sisi kama watu wa Bull na watu wa Ololua we manage our water, inawezekana? Haiwezekani, kwa sababu nilieleza nilipoanza. Nikawaambia hii ni sheria ambayo ilitungwa kutoka kwa national na ikapatiwa ardhi water ndio inasimamia upande hii yetu ya Kajiado, Machakos, Makueni hivyo. Naam. Na anda hiyo ndio Ololaisa now the body ile iko naye imepatiwa hiyo jukumu. So hata ile ingine ambayo inatumika hata kama ni Oreporos water, lazima kuna sheria na kuna zile vitu ambayo wanatakana wamefanya ndio wawe a water body, kwa sababu unaweza kuimagine saa hii kuwe na shida tu ama mambo ya maji iwe poisoned. Sijui kama ukisikia kama mambo kama hayo ni vitu ambavyo huwezi taka kufikiria. Na hiyo saa nyingine umepatia the community, lakini Ololaisa wao they will be able to take responsibility kabisa vitu kama hizo. So hiyo ndio sababu tumeweka hizo sheria tuweza kutunza, kuweza at least hiyo maji iwe iko safe kwa wananchi kukunywa. Alright. Na nikiuliza kuna hizi pipes ambazo zinapita karibu na mitaro ya maji chafu. Gani? Hizi mapipes zinapita kwa drainage ya maji chafu, ya maji taka. So hapo si bado kuna mambo ya poisoning, na Ololaisa sijui itakuwa aje. Nimejaribu sana hapo, tumejaribu sana kwa sababu Ololaisa na wao wanashikwa na watu wanaitwa public health. Sisi tumeweza kuwasaki kwa public health kwa sababu maji haitakikani ya mfereji, haitakikani ipite kwa sewerage. Kweli kabisa. Kwa hivyo wanatakana kutoa. Lakini ukiangalia ile shida naye iko nani huyu anaweka sewerage, kwa sababu sewerage unatakana kuiweka kwa nyumba yako. Hebu angalia hiyo. Nani anapatiana ruhusa kuwe na sewerage atinapita tu kwa mitaro? Hakutakikani. Kwa sababu kwa hivyo tunajaribu sana kuona watu wa public health wanafanya kazi yao, hiyo kufunga na kustaki hawa watu wanaweka sewerage kwa mitaro, na hawa watu wa Ololaisa na wao
waweke mifereji pahali inastahili. Alright. Yes. Shukrani tena sana. Maybe Bwana Kara ukiweza kuongeza. Mimi nataka solution ikue kwa raia. Ikafika mahali hatutegemei serikali. Juu tunategemea serikali sana. If tukakuja na mikakati ya kama Wamatangi. Wamatangi is a very good example. Aliempower watu wa community yake na matanga. A water harvesting capability. Wacha tuchukue simu kidogo tu hapa. Tukiweza kusikia msikilizaji anasema namna gani. Yes, hello Radio Domas. Hello. Yes. Kidogo ameweza kutoeka na. Biusang wanakuwa na kagenerator kazuri sana. Au kagenerator kanatengenezaga maji. No, it is a solution, a long lasting solution. Because if tukitegemea serikali, si mnajua mrengo ukiingia utaharibu kenye mrengo mwingine ulikuwa unafanya. Na tumeiona over time. If we could give solutions, lasting solutions like water harvest, which is very natural. We empower our community with tanks. Na hizo water harvest systems. Nikidhani tutakuwa tunalipa bili ya 200 kutoka Ololaisa Water. If we all lasting solutions whereby hatutategemea serikali. Ni kama hiyo tulikuwa tunaongea mambo ya barabara. Tuache kumaram, tuweke lami. Hiyo story ishe, tuache kuifikiria. Tukiwekea kila mtu tap, that is a lasting solution. Instead of watoto kuenda kununua maji. Alright, shukrani sana. Naona pale kidogo kiongozi ameweza kupotea. Sasa sijui kama ni network mbaya ama inakuwa namna gani. Maybe Bwana Toronto pia ukiweze kuwa na la kuongeza pale, maybe solution la ukosefu wa maji. Unaona iko ni gani, lakini nafikiri wale wameajiriwa katika nyanja hii ya maji hawawezi kujua kila kitu katika kijiji. Kwa hivyo kwangu naona ya kwamba kama kungekuwa na komiti ambayo imeundwa katika sehemu ambayo ni husika, tuseme kama Bulbul, na tuwe na visehemu Kirarapo, hata inaweza kuwa kamati ya watu 2 3. Hawa watu wawe macho ya kijiji kwa ujumla. Kama kuna mahali kuna ukosefu wa maji, ama kuna ile kutoboka kwa maji, ama kuna kitu chochote ambacho kimeleta kuzuia maji sifikie watu, hawa watu wawe macho ya nini, ya jamii, na pia macho ya wale wana Ololaisa. Nini inaitwa nini? Ololaisa. So ni vizuri tukitaka tuwe katika njia nzuri, tunaweza kulaumu wale wafanyakazi wa nyanja ile ya maji, na kumbe ni wachache. Unaona sasa? Inatakiwa sasa tujue ya kwamba ni njia gani ambayo tunaweza kufanya. So ndio nilikuwa naomba ya kwamba kama mheshimiwa anaweza kuwa na kamati ambayo inasimamia kila sehemu ili kujua ya kwamba kuna upungufu, kuna nini, alafu inakuwa ni kama emergency. Unaona sasa kutakuwa na hakika na jambo la kufanya nini, la kushuhudia ama kuzungumzia. Alright. Kuna kitu Ololaisa walisema. Customer. Wewe ni customer. Tuacheni kuangalia kama sisi ni raia. Wewe ni customer wa pale. Safaricom saa zile M-Pesa wanataka kufanya kitu, si wanatumaga message. Saa zile Safaricom wanataka kufanya anything, they always notify you. And wewe kama customer ukitaka kucomplain unapiganga simu. These complaints are what customers should be doing. Acha tupokea pasi. Yes. Hello mzee wa nguvu. Salama tena sana, labda kwako. Na na hawa watu wanajenga mijengo mikubwa. Wanajenga mijengo ya milioni 50. Ya milioni 5 na mshinda. Wakati wa mvua wanapiga maji kuja kwa wananchi, na pita ile mifereji watu wanakunywa. Hata watu elvi kama wana uhusiano, hiyo kitu iangaliwe sana na wakubwa hawa. Sana kwa MCA kuongea. Bila hapo kila mtu hapa anapiga wakati mvua.
Jamani, shukrani tena sana mzee wa nguvu kwa swala hilo. Right, mzee wa nguvu huyo amezungumzia swala hilo la maji taka kuweza kupitia katika bomba za maji ambayo kwamba ni safi. Na naona pia pale muda wetu unazidi kutupa kisogo, na naona pale kiongozi acha nimtafute tena hapa wakati ambayo kwamba tunapokamilisha. Bi Mapenzi, uko nataka kuongea? Nilikuwa nataka kuongea kuhusu hivyo vile amesema watu kuweka maji taka kwa mahali maji napita. Na nadhani ndio sababu moja ya kuwa drainage wanaweka mahali kuna watu wengi alafu hawafuniki. Kwa sababu pia sisi tuna tabia ya kuweka drainage ya sewage ingilie pale kwa hiyo drainage, which ni makosa. Haifai kwa ikifanyika kama vile bwana MC amesema. Nani huyo anaweka sewage ingie pale? Kwa sababu kama ni hiyo drainage kitu pipe inafaa kupita pale ni pipe ya maji. Ama hata kama ni pipe ya fiber kuna mahali itakuwa pia ni pipe ya stima. Sasa hii ya sewage haifai kuwa pale. Na hata kama inawekwa pipe iko na mahali ambapo inafanya. So wale ambao wanaweka hiyo sewage hapo wanafanya kimakosa. Naam. Alright. Bwana Ali, unataka kuongea? Kujaza tu kwa hiyo ya baya. Hizo ni vitu ambazo zinafanyika. But it is up to the bodies and the companies. Wale wahusika wachukue jukumu lao, wa make sure mwananchi yule customer anapata services vizuri, na kama wameshindwa na kazi then we look for other people to run the company and see a lasting solution. Hapo sorry. Okay. Nilikuwa naongezea tu kama sehemu zile tunatokea sehemu za Zambia, kuna watu ambao wakiona mawingu imetanda wanafungulia zile mitaro za uchafu, mabomba za uchafu zinateremka kwenye mitaro ambazo zinapitwa na watu. Unakuta ya kwamba mvua isiponyesha basi pale utakuta mirundiko ya nini ya uchafu. Unaona sasa je, hawa watu wanajali watu wa kawaida kweli? Na je, ni kitu gani tutafanya ili hili jambo lisifanyike? Kwa maana limekuwa jambo la kawaida tu. Wewe unajijali lakini ujali mwananchi wa kawaida. Jamani, tutafanya nini? Na nilikuwa naomba kama kumekuwa na mtu ambaye anafuatilia vitu kama hizo ili kuripoti, tungekuwa na uoga kidogo wa kutenda hayo mambo sasa. Alright. Jamani, naona muda unatupa kisogo, na nilikuwa nadhania kwamba tutampata kiongozi tena, but tumeona kwamba kidogo pale yuko busy kwa swala muhimu. Kwa hivyo ameniambia kwamba anazidi kutufuatilia na amefurahi sana kuwepo basi kwenyu katika basi mdahalo huu, na anasema kwamba tukue tukifanya mara mingi masuala kama haya. Kwa hivyo nashukuru sana wadau kwa kuweza kutirimba mjingoni na kuweza kuzungumzia ile swala muhimu sana, swala la maji. Na maybe tu tukimaliza tu ya mwisho, maybe kila mmoja akaweze kutupatia maybe maoni yake ya mwisho kulingana na masuala haya ya maji ambayo kwamba tumeweza kuizungumzia, maybe swala tu la mwisho. Sasa haya, so kuangalia lasting solution, ningependekeza kama wanalaisa shida ya maji kuu ni bill ya stima, then watafute alternative sources za green energy ambazo ni solar. Na kama kuna any other thing inawasumbua, wanafaa wajiorganize kama nyumba yao, because that's a different entity. Wa make sure customers wao wamepata the services, kwa sababu kila mwezi ikifika mita yako si unahesabiwa na unalipa hiyo bill. So hata wao sisi tunataka tuwaulize hiyo swali, ikifika kila mwezi hataki kuona mwezi hii nini maji imekatika, nyingine inaendelea maji inakatika. So kama ni mambo ya bill ya stima, hiyo wasuluhishe. Na county government you look on the other sources kuweka maji
Hata juzi niliona wamepitisha mambo ya water bill whereby you can harvest rain water na it's a good idea because tuna waste maji mingi. True. Na that's a good idea tunaweza utilize kutusaidia. And the rest just siwezi ongea yote. Chakara maji. Bwana MCA, it is a political process. Don't tell me nisianze siasa. Jo siasa ndio inatugovern. Siasa hiyo nikitaja governor, najua kwa nini namtaja. Because he's the one who has appointed this person to be an MD. Kama hangekuwa ni yeye, angekuwa mwanasiasa. This, we are complaining as citizens, not to managers, to politicians. Hiyo ni kitu asiwahi sema haiko. Political process, hata BBI is a political process. Hatungekuwa kama ni, if it was a managerial process, msesi ni kumfuta tu, lakini ukimfuta umeguza mtu. This the reason why we include our politicians, and that name will never change, they are politicians, it's because they influence these laws. Hata ndio sheria ipitishwe, haikupitishwa na raia ama raia ulipitisha, ni mwanasiasa. So anywhere that we have this thing we call government, that is a political process. Mzee Toronto, watu helicopter. Mimi pia helicopter. Mimi na Solution. Okay, solution ni kwamba maji ni uhai. Maji ndio inafanya tung'are, magari zetu zing'are, sisi tuitwe vijana, tuitwe wazee, tuitwe waheshimiwa. Na kile mimi ningeomba ni kwamba katika hii nyanja ama hiki kitengo cha maji kiangaliwe sana katika yani uongozi wowote ule, uwekwe kitengo cha maji kiwekewe sana umuhimu. Hiyo ndio afya. Wakati utahitaji kuwa MP, lazima uwe na watu ambao wako na afya. Wakati utahitaji MCA, lazima uhitaji watu ambao wako na afya. So mimi naona ya kwamba hiki kitengo tusilie tena. Kuanzia siku ya leo ambao tuko mahali hapa, viongozi wetu ambao tumeteua kwa ajili ya wao pia wako na afya hiyo, kwa kupitia afya ile ambao tunatakiwa tuwe nayo kama mwananchi wa kawaida. Basi wafanye bidii sana, waone ya kwamba mwananchi mdogo ule ali kwa ajili ya ukosefu wa maji. Wewe mtu ambaye ni kijana, angalia vijana wengi wanaenda kazini wakiwa wachafu, wanafukuzwa kazi kwa kuwa hawana pesa za kununua maji. Na je, atakupigiaje kura na huku ana madoa? Kwa hivyo kitu kizuri jameni, naomba viongozi kuanzia gavana mpaka kule sasa tuko saizi, jameni, angalieni afya, na afya ni maji. Tuangalie mitaa zote. Hii mtaa wetu ni mdogo sana, tugawe kwa vikundi ili tuone mwananchi ameridhika, anapata maji. Afadhali uwe bila kitu lakini uwe na maji. Kwa hivyo Shukran. Maji ni uhai. Habari ndio hiyo. Kumalizia, ningependa kuongezea kile ambacho wenzangu wamesema. Hata kama tunasema wakati mwingine tutakuwa tunaongea alafu waambiwe wache siasa, lakini politics is the business of developing lives. Kama tunangojea development, lazima itapitia politics. Sijasema hivyo kwa kumaanisha that unajua kuna politics ya maendeleo na kuna politics ya derailment. Naongelelea ile ya maendeleo. Kwa hayo, ningependa hata bwana MCA najua anasikiza. Tupatane tuweze kumaliza ile dialogue ambayo tulianza na Lolaisa ili tuweze kuelekea, kwa sababu hata tukiongea kuhusu suluhisho lazima iridhishe mwananchi na iridhishe pia yule ambaye anakuwa ndio service provider. Kuweza kukaa chini na kuweza kuelewana na kusikizana ili tuelewe shida inatoka wapi na ni kwa nini. Unajua unaweza kuwa unaniambia niko na kosa
lakini ni kwa vile hujanielewa. So pale kuketi chini na kuongea na kuelewana ndio kitu ambayo ni muhimu. Kuna watu ambao huwa haviishi, sisi kujuliana hali huwa haishi kabisa. Lazima tujuliane hali kila siku. Haya, sawa sawa. Alright, shukrani tena sana wadau wangu, shukrani tena sana kiongozi kwa kuwa nasi kwa mida saa 3 katika mdahalo huo wa swala kuu la maji ambayo kwamba tumeweza kuiangazia siku ya leo, na pia swala la barabara ambalo kwamba pia tumeweza kuligusia siku ya leo. Wanasema mazungumzo kama haya ndio mazungumzo ya kujengana, bali si mazungumzo ya kubomoana. Kwa hivyo msikilizaji wangu, kila siku ya Tuesday ama kila Tuesday hakikisha kwamba unakuwa ndani ili tukiweze kujengana kimafikira, tukiweze kujengana pia kijamii, na basi tutaweza kujipata katika njia ambayo kwamba ni mjarabu tena sana. Sina la kuongeza wala la kupunguza, ila kuweza kuwatakia kila laheri katika mchana